Na hali ya taharuki na wasiwasi imeendelea kutanda katika kijiji cha Kakong'u, Turkana Kusini kufuatia uvamizi uliotekelezwa na wezi wa mifugo ambako watu 6 wameuawa. Na watu wengine 2 wamejeruhiwa na mifugo zaidi ya 2,000 kuibwa. Na uvamizi huu unajiri siku chache tu baada ya tukio jingine katika kijiji cha Kapelbok pia Turkana Kusini ambapo majangili waliiba zaidi ya ng'ombe 1,000 na kumuua mtu mmoja. Na ni hali ambayo imezua hofu kuhusu usalama katika eneo hilo kama Ben Kirui anavyoarifu. Wakazi wa kijiji cha Kakong'u, Turkana Kusini bado wanaishi kwa hofu kufuatia uvamizi wa kikatili uliotekelezwa na majangili waliokuwa wamejihami na silaha na kusababisha vifo vya watu 6, wengine 2 kujeruhiwa na zaidi ya mifugo 2,000 kuibiwa. Baada ya shambulio hilo, wakazi wamekusanyika katika boma hii moja, huku hali ya taharuki ikiendelea kutanda eneo hilo. Ni siku ya huzuni ambayo ni mzito pia kuongea maneno mingi. Hatujaona chopa yoyote ikikuja juu. Ni vifo ngapi ambayo itafanyika ndio government take action, because kuna siku watu sijui ngapi waliwawa Laikipia. Government ilitoa malori kila aina, ilitoa machineries kila aina ikaenda kufanya disarmament huko Laikipia. Lakini hapa kila siku tunapoteza watu. Juzi watu wameuawa Kapelbok. Mwanafunzi juzi ameuawa pale Kainuk akiwa anaenda shule. Lopi watu waliuawa. Mheshimiwa Rais, sisi tungeomba amani ipatikane. Na kama amani hamtaki kutupea, sisi wenyewe tutatafuta amani kutumia nguvu zetu. Tukio hilo liliathiri pakubwa shughuli za usafiri kwenye barabara kuu ya Lodwar kuelekea Kitale, ambayo ilikuwa kwa muda mrefu, huku polisi wakishirikiana na askari wa akiba wakianzisha msako dhidi ya washambuliaji. Wangapi wajapatikana? Kuna watu wamepotea, hawajulikani hata mahali wako. So ninaambia serikali ni kuwa sisi pia ni Wakenya. Tunahitaji, tuko na ile haki ya kulindwa kama Wakenya wengine. Vifo hivyo vinajiri siku chache tu baada ya uvamizi mwingine katika kijiji cha Kapelbok pia Turkana Kusini, ambapo majangili waliiba zaidi ya ng'ombe 1,000 na kumuua mtu mmoja, hali inayodhihirisha kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. For almost 20 years imeendelea tu hivi na hakuna peace inapatikana. Last time wakati wa sala, Kakong'u residents waliambiwa wapeane bunduki zao. Wapokot wamepewa silaha mingi sana, lakini Kakong'u wenyewe hakuna viongozi wanatetea Kakong'u. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Turkana John Tarus anasema kikosi cha pamoja kutoka idara mbalimbali kimepelekwa eneo hilo na kinaendelea kuwasaka majangili. Pia alionya wakazi dhidi ya kuchukua hatua za kulipiza kisasi. Miili ya waathiriwa imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya kaunti ya Lodwar, huku uchunguzi ukiendelea. Ben Kirui, runinga ya Citizen,